Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, bila shaka mti mzuri hauanguki mbali na shina lake, na kama wanavyosema, tenda wema nenda zako, na bila shaka matendo yako yatanena kwa niaba ya kazi yako. Ndio taarifa au ndizo sifa wanazomiminia Papa Francis ambaye amefariki asubuhi ya leo akiwa na umri wa miaka 88. Tunazidi kukutaarifu kuhusiana na kifo chake, vile tukikuelezea kuhusiana na wasifu wake, safari yake tangia alipoanza kazi hii, na vile tukikueleza ni kwa njia gani mrithi wake atakavyokuwa anapata nafasi hiyo baada yake kufariki. Taarifa hizi unazidi kuzipokea kupitia chumba chetu cha habari na vile kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya, pale X ni @TV47 News. Tusonge mbele na nikuwa Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine wa kimataifa wameelezea masikitiko makubwa kuhusu kifo cha Papa Francis, wakieleza kifo hicho kuwa pigo kubwa. Rais Ruto amemtaja Papa Francis kama mfano wa uongozi wa utumishi na kumsifia kwa unyenyekevu, kujitolea kwake, kujumuisha watu wote na huruma kwa maskini. Viongozi wengine wakikariri sifa zao za Papa Francis. Viongozi wa dunia, watu mashuhuri na mamilioni ya waumini duniani wameomboleza kifo cha Papa Francis aliyefariki Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88. Hapa Kenya, Rais William Ruto ameeleza masikitiko makubwa, akitaja kifo cha Papa kama pigo kubwa kwa waumini wa kanisa Katoliki na ulimwengu wa Kikristo. Ruto amemsifu Papa Francis kama mfano wa uongozi wa utumishi, akisema atakumbukwa kwa maisha ya utumishi kwa Bwana, kanisa na binadamu. Msimamo wake thabiti katika maadili na haki ulivutia mamilioni duniani kote bila kujali dini au asili. Alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua alisisitiza kupitia ujumbe katika mtandao wa X, "Ninaungana na kanisa Katoliki na ulimwengu kwa ujumla katika kuomboleza kifo cha Baba Mtakatifu Papa Francis." Aliloongoza kanisa kwa imani thabiti na alihamasisha wengi nje ya kanisa Katoliki kwa upendo na unyenyekevu mkubwa. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema kuwa kifo cha Papa ni pigo kubwa kwa waumini wa kanisa Katoliki duniani na kumwelezea kama kiongozi aliyehamasisha mamilioni ya watu na kuishi maisha ya neema na utumishi kwa wengine. Kauli zake ziliungwa mkono na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, ambaye pia alisisitiza urithi wa Papa na unyenyekevu, neema na mchango wake nje ya kanisa. Mkutano wa mwisho rasmi wa Papa Francis alikuwa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance siku ya Pasaka. Naibu rais wa Marekani JD Vance aliandika, "Nilifurahia kumwona jana, ijapokuwa alikuwa mgonjwa sana. Mungu aipumzishe roho yake," akiwaza kuhusu uongozi wa Papa katika enzi ya janga la COVID-19. Grazie Santo Padre. Thank you. These are for your children. Thank you. Akaunti rasmi ya ikulu ya Marekani kwenye X ilichapisha picha mbili, moja ya Papa Francis na Rais Donald Trump pamoja na mkewe Melania, na nyingine makamu wa Rais Vance pamoja na ujumbe mfupi lakini wa kina, "Pumzika kwa imani Papa Francis." Vance aliandika zaidi, "Ilikuwa heshima kukutana na Papa Francis, waziri mkuu na viongozi wa kanisa nchini Italia wiki hii. Kutembelea Roma na familia yangu katika wiki takatifu ilikuwa safari ya kipekee." Viongozi wa kimataifa wameonyesha uzito wa pigo hili. Rais wa Umoja wa EU Ursula von der Leyen alisema kuwa Papa Francis aliwahamasisha mamilioni kwa unyenyekevu wake na upendo wake kwa waliokosa. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alimsifu Papa kwa kujitolea kwake kwa amani
na haki ya kijamii. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni alimsifia kama mtu mkuu, mchungaji mkuu. Rais wa Poland Andrzej Duda alisisitiza kuwa Francis aliamini kuwa huruma ndiyo jibu la changamoto za ulimwengu wa kisasa. Chancellor mpya wa Ujerumani Friedrich Merz alimsifia kama aliyejitolea kwa kujitoa kwake bila kuchoka kwa watu wadhaifu zaidi katika jamii. Nchini Ufaransa, Rais Emmanuel Macron alisema kuwa Papa Francis alisimama daima upande wa watu walio dhaifu na kuleta matumaini kwa maskini. Nchini Uingereza, Mfalme Charles III aliungana na Waziri Mkuu Sir Keir Starmer kumwenzi Papa. Mfalme alisema atakumbukwa kwa huruma yake, upendo kwa umoja wa kanisa na kujitolea kwake katika masuala ya pamoja kwa watu wote wenye imani. Kadri sala za heshima zikiendelea kutoka kila pembe za ulimwengu, Kanisa Katoliki linajiandaa kumwenzi kiongozi wake aliyetambua maisha yake kwa huruma, unyenyekevu na kuheshimu haki na hadhi ya kila binadamu.